Habari wakati huu mdau wetu, kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania, tukitamani sana kukujuza yaliyojiri katika wiki hii yanayohusu taifa la Tanzania. Jina langu ni Aniva Mongola na sasa tukujuze kwa muhtasari machache kati ya mengi tuliokuandalia. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewasilisha mpango wa gridi ya taifa ya maji katika mkutano wa 30 wa mabadiliko ya tabia nchi. Jeshi la polisi mkoani Geita limewataka maafisa usafirishaji kuacha kufanya mambo kwa mkumbo ambayo yanaweza kusababisha madhara. Na mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Telaka amewataka wakurugenzi wa halmashauri zote mkoani humo kuhakikisha wanatoa fedha za utekelezaji wa afua za lishe kwa wakati. Haya ni machache kati ya mengi tulionayo. Tunakusiendelea kusalia pamoja nasi tutakaporejea hivi punde kwa habari kamili. Naam, karibu sasa tukujuze yaliyojiri katika wiki hii kwa taifa la Tanzania. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewasilisha mpango wa gridi ya taifa ya maji katika mkutano wa 30 wa nchi wanachama wa mkataba wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi COP30 unaofanyika jijini Belém nchini Brazil. Taarifa ya Mercy Kanaeli inaletwa kwako studio kwa niaba ya ofisi ya Makamu Rais Mazingira. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa wasilisho hilo, Naibu Katibu Mkuu Muungano Ofisi ya Makamu wa Rais Bwana Abdallah Hassan Mitawi amesema mpango huo wa gridi ya taifa ya maji utasaidia kutatua changamoto kwa kuwa na vyanzo vya uhakika vya maji kutoka maziwa makuu na mito mikubwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongoza ajenda ya maji barani Afrika kupitia uongozi wa kisiasa wa juu na kuimarisha uwekezaji katika sekta ya maji. Ni katika muktadha huu ndipo Tanzania imejipanga kutekeleza miradi mikubwa mingi kwa ajili ya kuanzisha na kuthibitisha mtandao wa kitaifa wa maji, yaani National Water Grid. Mpango wa Water Climate Initiative unalenga kutumia vyanzo vya maji vinavyoaminika ili kukabiliana na changamoto za maji katika nchi mbalimbali. Mtandao wa kitaifa wa maji unachochea uimara wa taifa dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na mabadiliko ya kijamii na kiuchumi kupitia usalama wa maji wa taifa. Kwa msingi huo, sasa tunatafuta kushirikisha wadau wa kikanda, washirika wa maendeleo, taasisi za kifedha, sekta binafsi, asasi za kiraia na wataalamu wa masuala ya tabia nchi kwa ajili ya ushirikiano wa kiufundi na kifedha katika maandalizi ya mtandao wa kitaifa wa maji kama hatua ya kuimarisha uthabiti wa tabia nchi na kuhifadhi mfumo endelevu wa uhai na uzalishaji wa chakula. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkurugenzi wa Water Aid Tanzania Bi Manka Mushi amesema gridi ya taifa ya maji inaakisi mikakati ya serikali ya kutatua changamoto ya upungufu wa maji. Tunaamini kuwa maji safi na huduma bora za vyoo ni haki za msingi za binadamu, muhimu kwa heshima ya utu, afya na ustawi wa jamii. Tunaifanya dhamira hiyo kuwa halisi kwa kubadilisha maisha ya jamii moja baada ya nyingine. Kwa miaka kadhaa Water Aid imekuwa na sasa inafanya kazi barani Afrika, Asia, Amerika, Ulaya na Australia. Kwa Tanzania, Water Aid imekuwepo tangu mwaka 1983 na imekuwa ikisaidia juhudi za kuongeza upatikanaji wa huduma za maji, usafi wa mazingira WASH kwa zaidi ya watu milioni 8 katika mikoa 11 ya Tanzania bara na Zanzibar. Pia ni vyema kutambua kuwa kwa sasa tunashirikiana na Wizara ya Afya, Wizara ya Maji na Wizara ya Vijana katika maandalizi ya mpango wa maridhiano ambao utaainisha vipaumbele vya nchi katika kuharakisha utekelezaji wa malengo ya kufikia SDG 6 ifikapo mwaka 2030. Itakumbukwa kuwa Machi 22, 2025 wakati wa maadhimisho ya siku ya maji duniani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan
Alielekeza ianzishwe gridi ya taifa ya maji ili maji yaweze kufika katika maeneo yote nchini. Gridi ya taifa ya maji ni mkakati wa taifa katika dira ya taifa ya maendeleo 2050 katika kuhakikisha kunakuwa na huduma endelevu ya maji kwa jamii, viwanda, kilimo, mifugo na mazingira katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mercy Kanaeli, Hope Channel Tanzania. Shukrani sana Mercy Kanaeli. Na sasa pale mkoani Geita, jeshi la polisi mkoani humo limewataka maafisa usafirishaji kuacha kufanya mambo kwa mkumbo ambayo yanaweza kusababisha madhara kama yaliyotokea katika vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 mwaka huu 2025. Garo Siriwa anatuhabarisha zaidi. Katika kikao hichi kilichowakutanisha jeshi la polisi na maafisa usafirishaji, lengo limekuwa ni kuzungumzia usalama pamoja na kuzungumzia yaliyojitokeza baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 pamoja na kuelekea mwisho wa mwaka. Ni kada ambayo ina ushawishi mkubwa katika jamii, ama ushawishi ambao unaweza ukaleta matokeo chanya au ushawishi ambao unaweza ukaleta matokeo hasi. Mkuu wa operesheni jeshi la polisi mkoa wa Geita, kamishina msaidizi wa polisi ACP Amon Mimata, amewataka maafisa usafirishaji mkoani hapa kuacha kufanya mambo kwa kufuata mikumbo, kwa kuwa kufanya hivyo kunaweza kusababisha adha kwao wenyewe na kushindwa kujiingizia kipato. Tunashughulika wote pamoja mabarabarani huko, si ndio? Mnakutana sana na trafiki na kazi yenu inategemea sana nishati ya mafuta, si ndio? Kwa mfano siku ile vituo vyote vya mafuta vingechomwa moto, kwamba polisi tungelala alafu vituo vyote vya mafuta vikachomwa moto. Hebu niambieni nyie ndugu zangu, mafuta mngekuwa mnayatoa wapi? Mngeyafuata Kahama au Mwanza? Mngeweza? Vituo vyote sasa vimechomwa moto. Lakini sisi kazi yetu tunajiita wasafirishaji, mabwana wasafirishaji. Je, hiyo nishati tunaitoa wapi? Au wenzangu mna nishati huko majumbani kwenu? Hakuna, si ndio? Sasa ninachotaka kusema, wakati mwingine tunaingia kwenye mkumbo ambao madhara yake huwa hatuyafikirii. Yaani kesho yetu huwa hatuifikirii. Kweli ni uongo? Tunaingia tu kwenye mkumbo kwamba sasa jamani, haya tumeweka mawe barabarani, twendeni tukachome vituo vyote vya mafuta. Alafu kazi yetu kesho mafuta yaliyoko kwenye pikipiki zetu yakiisha, au abiria tunabebea kutumia nini? Maji. Baadhi ya viongozi wa maafisa usafirishaji mkoa wa Geita wakizungumza mara baada ya kikao hicho wameeleza kilichowakutanisha na mambo watakayoyatekeleza baada ya kurejea katika maeneo yao ya shughuli. Anaitwa Aristides Oscar, ni mwenyekiti wa waendesha pikipiki wilaya ya Geita. Na sisi kundi letu la bodaboda tumeweza kupata elimu nzuri, wala hata hakuna kitakachoharibika hiyo tarehe 9. Kwa hiyo tunalishukuru jeshi la polisi kwa kuweza kutuita na kupata hiyo taarifa. Kwa hiyo na tumeelewa na tumetii, wala hakuna shida yoyote ile. Hivyo tunakwenda Nyang'hwale kuwaeleza waendesha bodaboda au pikipiki kwamba tusifuate mkumbo, tuendelee na shughuli zetu kwa mujibu wa sheria. Vurugu zilizotokea Oktoba 29 na siku zilizofuata mwaka huu 2025 ziliacha majonzi kwa wananchi, huku mali zikichomwa na baadhi ya raia kupoteza maisha. Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita, mimi ni Garo Siriwa, Hope Channel Tanzania. Na mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Talek amewataka wakurugenzi wa halmashauri zote mkoani humo kuhakikisha wanatoa fedha za utekelezaji wa afua za lishe kwa wakati ili kupunguza idadi kubwa ya watoto wanaozaliwa chini ya uzito wa kilo 2.5. Brigita Kambona kutoka mkoani Lindi anatujuza zaidi kwa undani na taarifa hii. Katika kikao cha tathmini ya lishe mkoa wa Lindi, mkuu wa mkoa Mheshimiwa Zainab Talek anakutana na wakuu wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri, wataalamu wa afya na maafisa wa lishe. Kipaumbele chake kikubwa ni lishe, na hapa anawataka wakurugenzi wa halmashauri na wahasibu kuhakikisha fedha za afua za lishe zinatoka kwa wakati
na kutumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Wakurugenzi wetu, hakikisheni kwamba fedha ya lishe inatoka kwa wakati. Wahasibu wetu, dokezo likija la lishe litoke ili kuwawezesha hao waweze kwenda kufanya kazi yao. Kipaumbele kikubwa ni lishe. Kila mmoja wetu hapa anajua kwamba lishe ni kipaumbele, na hatuna sababu yoyote ya kusema kwamba fedha ya lishe haikutoka. Hiyo fedha ni ya serikali, tuitumie ifanye kazi inayokusudiwa. Ili kuongeza ukuaji kwa watoto walioko shuleni, usikivu pamoja na uelewa mzuri darasani, Mheshimiwa Telaki anawaagiza maafisa elimu na maafisa ugani kuanzisha na kusimamia mashamba katika shule zote mkoani hapa kwa ajili ya uzalishaji wa chakula kitakachosaidia wanafunzi kupata milo miwili wakati wa masomo. Elimu, maafisa ugani kwenda kusimamia mashamba kwenye shule zetu. Hatuwezi kufanya vizuri kwenye elimu kama watoto wetu watakuwa na njaa wakiwa madarasani. Hatimaye afisa lishe mkoa wa Lindi Juliana Chikota akaeleza wanavyopambana kuelimisha jamii kujua umuhimu wa lishe bora. Kuendelea kutoa elimu za kutosha kwa jamii yetu kwa ujumla, especially kwenye kulima mazao ya chakula. Na chakula cha kutosha ndani. Hata utakapopatia ile elimu ya makundi mbalimbali ya chakula ambayo yatasaidia kuepukana na tatizo la uzito pungufu, awe na kile chakula ndani. Wale ambao wajawazito wakienda kliniki wanasema sisi bwana, kwanza hizo dawa zinatuchefua, sisi tunatumia madawa, tunakunywa hayo ndio yanaongeza damu. Kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, Hope Channel Tanzania. Saidia watoto wenye uhitaji, hasa wale wanaoishi katika mazingira magumu, wakati viongozi wa taasisi za kijamii wakiongoza harakati za kuwafariji na kuwapatia mahitaji muhimu. Samuel Mpogole kutoka jijini Mbeya ameandaa taarifa ifuatayo. Hayo yamesema katika tukio maalum la kutembelea watoto wenye changamoto mbalimbali, ambapo mkurugenzi wa Umoja wa Marafiki na Urafiki Bwana Joazi Mguta ameongoza wanachama wa umoja huo kutoa faraja na msaada kwa watoto katika kituo cha Funguka Foundation kilichoposhewa jijini Mbeya. Tumeona kama sisi tunafurahi, kwa nini ndugu zetu pia wasifurahi kwa kile ambacho Mungu atakuwa ametubariki. Kwa hiyo tukaona kama tutafika hapa, manake Mungu atafurahi, lakini na tutakao wakuta hapa pia watafurahi, kwa sababu kuonana ni furaha zaidi kuliko kuachana. Maandiko yanasema kwamba Mungu anafurahishwa na wale wanaotoa sadaka. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba inawezekana hii ni sehemu sahihi zaidi ya kutoa sadaka, kwa sababu dunia sasa hivi imebadilika kidogo, mambo yamekuwa ni mengi sana. Kwa hiyo tunapofika hapa, naamini watu wengi wanafarijika na wanajiona kwamba wametoa sadaka sehemu ambayo ni sahihi kabisa, kwa sababu umempa moja kwa moja mhitaji. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kituo hicho Bineli Elisha amesema kuwa kituo hicho kinahudumia watoto 70 wenye ulemavu wa aina mbalimbali, yatima pamoja na wale wanaoishi katika mazingira hatarishi, akifafanua kuwa bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali katika kutoa huduma kwa watoto hao. Mimi ni mwalimu by profession, nafundisha Mwenge pale shule ya msingi. Pale kuna kitengo cha watoto walemavu. Lakini nilioshawishika kufungua kitu kama hiki baada ya kuona wale watoto wanavyoletwa pale shuleni, mfano Joni pale alivyo. Kwenye shule zetu za serikali huwa watu wakubali, kwa sababu mtoto hajiwezi. Kwa kweli natamani kuambia jamii kuwa ulemavu sio kushindwa, na yatima sio mtoto wa kukataliwa. Yatima anaweza baadaye akajimudu, hata mlemavu pia anaweza akajimudu baadaye, hata kama hawezi kutembea au kuongea, kuna kitu ambacho anakiweza atafanya. Jamii nyingi inatenga watoto walemavu, inawafungia ndani. Kwa kupitia mlivyokuja kututembelea, tunaomba mkawe ambassador huko kwenye jamii, watoto wasifungiwe ndani, wasitengwe, wasibaguliwe. Baadhi ya washiriki walioshiriki katika tukio hilo wamesema kuwa juhudi zinazofanywa na taasisi hizo ni za kuungwa mkono, kwa kuwa zinachangia katika kuboresha maisha ya watoto wanaoishi katika mazingira magumu na wanaokutana na changamoto mbalimbali. Hivyo ni vyema watu wenye uwezo kujitoa kwa ajili ya mustakabali wao. Mimi najisikia furaha, na hata usingizi kwangu utakuwa mzuri siku ya leo, sababu nimekutana na marafiki zangu wengine wale pale, wale kule. Nimejisikia furaha sana. Nafikiri hata kila mmoja moyoni mwake amefurahi pia kwa sisi tuliofika. Sisi tuwe wa mfano, pia tukawe mabarozi huko tunakokwenda, kwa ajili ya kuhamasisha watu wengine waje waendelee kutoa msaada. Kama tulivyomsikia mkurugenzi anachotuambia kuwa hapa wana shida sana ya chakula, pamoja wana bili za maji zimekuwa kubwa mpaka wameshindwa kulipia, imefikia tu wamekatiwa, na watoto wako wengi. Watoto 70 ni wengi sana, ni sawasawa na shule ndogo ambayo imeanzishwa. Kwa hiyo tunaikaribisha jamii kwa ajili ya kuja kutoa msaada zaidi. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.
Na taarifa yake Samuel Mpogole kutoka pale jijini Mbeya inatupa wasaa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tukirejea hivi punde ni habari zaidi, tukikusihi uendelee kusalia nasi. Wengi tunatamani kuipata elimu, kila siku twaenda hapa na pale tukitafuta. Shule ya sekondari kwa wavulana na wasichana Blue Sky iliyopo Kigamboni jijini Dar es Salaam yenye nambari za usajili S6265 inakutangazia nafasi za masomo. Ni shule iliyokidhi vigezo vyote ya kufanya mtoto apate elimu iliyo bora, mandhari nzuri na ya kuvutia, mabweni mazuri, viwanja vya michezo, darasa la muziki na maktaba, maabara nzuri kwa masomo ya science na kompyuta. Usajili wa masomo ya Preform 1 na kidato cha kwanza unaendelea shuleni Blue Sky. Kwa maelezo na maelekezo wasiliana nasi kupitia simu nambari 0749900305 au 0780984280 au tembelea tovuti yetu ya www.bluesky.ac.tz. Kwa malezi bora ya kimwili, kiroho na kiakili, fika Blue Sky Kigamboni. Elimu ya kweli ni ile inayomjenga mtoto kimwili, kiroho, kiakili na kijamii. Na shukrani kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, tukiendelea kukujuza taarifa na matukio mbalimbali yaliyojiri katika wiki hii kwa taifa la Tanzania. Kutoka pale mkoani Kigoma tunaungana na mwanahabari mwenzetu Kadis Ezekiel ambaye anatujuza kwamba wananchi katika vijiji vya Rukoma, Igarura, Rogosa, Buhingu na Katumbi wilayani Uvinza mkoani Kigoma wameiomba serikali kupitia TARURA kuendeleza ujenzi wa barabara inayounganisha vijiji hivyo na hifadhi ya taifa ya milima Mahale, kwani ujenzi wa barabara hiyo umesimama kwa zaidi ya miaka 4 sasa. Asilimia kubwa ya wananchi wa vijiji hivyo hujishughulisha na kilimo pamoja na biashara, huku wakiwa lango la njia kuu ya kuelekea hifadhi ya taifa ya milima ya Mahale yenye wanyama maarufu duniani aina ya sokwe mtu. Mbele ya mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro, wananchi wameomba hatua zichukuliwe kuendeleza ujenzi wa barabara hiyo ili kusaidia kuinua uchumi wao na kukuza pato la taifa kwa kuvutia watalii wengi kusafiri kwa njia ya barabara. Kwa hiyo gari zinazokuwa zimetoka upande wa pili zinalazimika kusimama na gari zinazokuwa zimetoka upande mwingine tena zinalazimika kusimama mpaka pale ambapo labda wananchi wanaweza wakafanya utaratibu wa kuondoa yale maji kwanza. Kwa hiyo tunaomba serikali hili jambo iliangalie kwa makini ili iweze kutusaidia. Kwa kweli wananchi wanapata shida kubwa sana. Ni barabara ambayo inaelekea kwenye huduma ya kituo cha afya Buhingu. Kwa hiyo mvua inapokuwa nyingi hata wajawazito wanapata shida, wagonjwa wanapata shida kwamba ni namna gani wafikishwe kwenye kituo cha afya. Asilimia kubwa wazazi wakati wa masika kutegemeana na kalvati, yani miundombinu ya barabara, kwa sababu ni michafu, wazazi huwa wanashindwa kufika kituo cha afya kwa muda mwafaka. Cha pili, kutegemeana na barabara yetu hii, usafiri wa magari au pikipiki huwa inakuwa changamoto wakati wa masika. Tope nyingi, maji yanapita njia isiyo kwa sahihi, kutegemeana na kalvati ambazo haziko vizuri. Hapa wakati wa masika maji yanatuama, inapelekea gari kuto kufika mahali hapa, zinaishia huko, hazipiti hapa.
na ukizingatia barabara hii inaondoka hadi hifadhi ya milima ya Mahare, na ina umuhimu sana karavati hizi kukamilika, na ina umuhimu sana barabara hii ikikamilika, kwa sisi wananchi itakuwa inatufeva zaidi. Hata wanaosafiri inafikia wakati wa masika, basi abiria wanaishia Rukoma, lakini abiria kutoka Katumbi na Karilani, Mkonkwa wanatumia gharama kubwa za kufika kule kwa sababu ya barabara hii haijaweza kukamilika. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameagiza TARURA kuchukua hatua za kukamilisha ujenzi wa barabara hiyo na kufanikisha mahitaji ya wananchi ya kusafiri na kusafirisha mazao yao kwa wakati ili kuchochea maendeleo. Kwa hiyo ni wajibu wao TARURA kutengeneza hii barabara vizuri. Kwa hiyo nitawaita nijue changamoto ni nini, ni budget ni nini, lakini lazima ipitike, lazima barabara ipitike. Maana kama barabara haipo, huwezi kupeleka mazao yako popote, huwezi kusafiri, na usafiri bei itakuwa kubwa. Na si viongozi wa serikali, kazi yetu ni kusaidia ya mambo yaweze kukaa vizuri. Sasa jamani, kukamilika kwa barabara hii ambayo inaunganisha vijiji zaidi ya 4 na hifadhi ya taifa ya milima ya Mahare itachagiza ongezeko la watalii na kurahisisha shughuli za kilimo na kusafirisha bidhaa mbalimbali zitokanazo na kilimo. Kutoka wilayani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli. Serikali imesema kuwa mafunzo ambayo yamekuwa ikiandaliwa na wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA ni ya msingi sana, hasa katika kipindi hiki cha utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa. Tunaungana na mwanahabari mwenzetu Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro akitujuza zaidi. Katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara, Rashid Abdalla, amesema haya mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo ya viongozi wa Wizara ya Viwanda na Biashara, mafunzo yaliyoandaliwa na wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA. Nimearifiwa kwamba mafunzo haya yameandaliwa mahususi kwa ajili ya viongozi wa Wizara ya Viwanda na Biashara ili kuwajengea uelewa wa kina kuhusu mifumo na huduma mbalimbali zinazotolewa na wakala, jambo ambalo ni msingi sana hasa tunapoelekea katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050 ambayo inatamani kuona Tanzania inakuwa na uchumi imara, shindani na jumuishi. Katibu mkuu amesema kwamba moja ya majukumu ya BRELA ni kutekeleza sera ambazo usimamiwa na wizara, hivyo kupitia mafunzo hayo kutasaidia sana kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Kama mnavyofahamu, jukumu la BRELA ni kutekeleza sera ambazo zinasimamiwa na wizara. Kwa hiyo uelewa wa pamoja ndani ya kikao kazi hiki itajenga misingi imara ya uwajibikaji na usimamizi katika kutekeleza sera ile ya taifa ya biashara, lakini pia ile ya maendeleo endelevu ya viwanda. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa wizara hiyo, Suleiman Hassan Serera, amesema kwamba ataendelea kuisimamia BRELA kwa niaba ya katibu mkuu, huku afisa mtendaji mkuu wa BRELA Godfrey Nyaisa ameeleza lengo la mafunzo hayo. Tunakuahidi tu katibu mkuu kwamba tutaendelea kuhakikisha kwamba naisimamia taasisi hii kwa niaba yako vizuri, na yale matunda mengine na wengine waweze kuiga zaidi na zaidi. Kubwa tu jingine wasilolijua watu au wajumbe hapa ni kwamba japo BRELA sio taasisi ya mambo ya habari, lakini mimi nilitembelea pale, nimekuta wamejipanga zaidi. Katika taasisi zako ndugu katibu mkuu, wenzetu hawa ukiacha tu mambo mengine wanatangaza kazi zao vizuri na wana studio nzuri sana, unaweza ukasema ni kama kituo kabisa kinachojitegemea. Mafunzo haya yameandaliwa kwa lengo la kutoa elimu ya kina kwa viongozi na watumishi wa wizara kuhusu mamlaka, mifumo ya kidijitali na huduma kuu zinazotolewa na BRELA. Lengo letu ni kuhakikisha watumishi wa wizara wanafahamu kwa undani majukumu ya BRELA, taratibu za usajili na utoaji wa leseni, pamoja na matumizi ya mifumo yetu ya kidijitali ili wawe mabalozi wazuri wa kutoa ushauri sahihi wa kitaalamu na wa haraka kwa wananchi na wawekezaji. Mheshimiwa Katibu Mkuu, naomba niseme kuhusu bodi ya ushauri kwa jinsi ambavyo tunatambua kuwa hatuwezi kufanikisha shughuli zetu zote tunazotamani kuzifanya kama wakala
bila kuweza kushirikiana na wizara yako. Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe, Hope Channel Tanzania. Shukrani sana Warioba Igombe. Na mamia ya wanafunzi wa shule sekondari Imala iliyopo kata Imala Makoye wilayani Urambo mkoani Tabora wameanza kunufaika na huduma ya maji shuleni hapo baada ya wadau wa elimu kukamilisha ujenzi wa visima viwili vya maji safi kwa gharama zao. Solomon Yohana kutoka mkoani Tabora anatueleza zaidi kwa taarifa hii njema. Tariki Makunga ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Imala na mwalimu Maria Steven ni mkuu wa shule hiyo, ambapo akiwa katika zoezi la makabidhiano miradi hiyo wanaelezea changamoto ya awali kuhusu upatikanaji wa huduma ya maji shuleni hapo na faraja yao kwa sasa. Kuna wanafunzi ambao tulikuwa tunaishi hapa shuleni, tulikuwa tunahangaika sana kwenye huduma ya maji. Tulikuwa tunatumia muda mwingi kutafuta maji na sio muda wa kujisomea. Kwa sasa hivi tunamshukuru sana ndugu mgeni rasmi kwa kutusaidia kupata kisima hichi ambacho kitatuwezesha sisi kupata maji kwa wakati. Ile changamoto ya wanafunzi kutoka kwenda umbali kidogo kwa ajili ya kuchukua maji haitakuwepo, maana maji yapo ndani ya eneo la shule. Kwa upande wake afisa elimu kata Imala Makoye, mwalimu Jane Mzilo, ameutaka uongozi wa shule kutunza miundombinu ya miradi hiyo, huku wakazi wa maeneo hayo wakidai kutoa mchango wao katika kuhakikisha visima hivyo vinaleta manufaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo nipende kuwakumbusha wanafunzi, visima hivi ambavyo tumefadhiliwa tuvitumie vizuri, sawa? Ndio. Tuvitunze na vyenyewe viweze kufanyaje? Kututunza. Kwanza sisi kama jamii ya Imala Makoye, wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba tunafuatilia kwa ukaribu matumizi ya visima hivi yawe matumizi ambayo yamekusudiwa bila kuathiri miundombinu iliyowekwa. Hata hivyo, mdau kiongozi waliofanikisha ujenzi huo, Bwana Juma Gota, akizungumza baada ya kukabidhi visima hivyo kwa uongozi wa shule, anatoa uhakika wa kugharamikia maboresho yoyote yatakayojitokeza katika kipindi cha mwaka mmoja. Yote haya nimeweza kuyafanya ni kwa kuiunga mkono serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi. Nitaendelea kuvisimamia ndani ya mwaka mmoja kwa changamoto zozote zitakazoweza kutokea. Changamoto zote zinaweza kutokea katika visima, naomba uendelee kumuona msimamizi wa kampuni ambaye alisimamia visima hivi viweze kuwa na natija ya kufanya kazi. Tusijekuwa ni watu ambao tunaandaa vitu kama hewa na kuionyesha jamii hali ya kuwa havina manufaa na kubaki kama picha katika maeneo husika. Nikiripoti kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, Hope Channel Tanzania. Ikiwa imepita takribani miezi mitatu tangu kuokotwa kwa mtoto mchanga aliyetupwa wilayani Tilima mkoani Simiyu, afya ya mtoto huyu aliyezaliwa kabla ya wakati inazidi kuimarika. Anita Belingila kutoka mkoani Simiyu atueleza zaidi kisa cha taarifa hii. Mtoto huyo aliokotwa na kupelekwa hospitali rufaa mkoa wa Simiyu na analelewa hospitalini hapa, na alizaliwa kabla ya wakati na alifikishwa hospitalini hapa akiwa na kilogramu 1.6 na sasa ana kilogramu 5.6. Tangu amefika hapa sasa hizi ni miezi mitatu. Alikuwa na kilo 1.6 na yeye sasa hivi ana kilo 5.6, almost kilo 6. Na yeye mwenyewe alizaliwa premature. Mara nyingi sana tuko nayo mundani na watu wengi wanakuja na wanajitolea vitu mbalimbali ikiwemo maziwa, pampers, zile diapers pamoja na mafuta na nguo. Kwa hiyo kupitia siku ya leo tunaendelea kuwakaribisha kwa sababu bado tuko naye, kuwakaribisha kuendelea kumtolea hivyo vitu kwa ajili ya maendeleo yake mpaka siku ambapo atapata hifadhi ya kuchukuliwa na mtu au kupelekwa kituo cha watoto yatima. Kwa kipindi chote ambacho yupo hospitalini hapa, mtoto huyo amekuwa akilelewa na wauguzi na wanapeana zamu kutimiza majukumu mbalimbali ikiwemo kumlisha, kumwogesha na kumbadilisha mavazi. Ni ujumbe kwa jamii kwamba anapozaliwa mtoto njiti, huyo mtoto njiti ana haki ya kuishi na ataweza kuishi. Ni wajibu wetu tu kujua kwamba tumpeleke mtoto huyo kwenye kituo cha huduma haraka iwezekanavyo. Kwa sababu kwenye vituo vyetu vya huduma tunao wataalamu ambao wamebobea hata kama hawatoshi, lakini waliopo sasa hivi wanafanya kazi nzuri sana, wanajituma, wanafanya kazi masaa 24 kuhakikisha kwamba wanawaokoa watoto hao. Lakini tuna vifaa vya kisasa kabisa ambavyo
vinasaidia kwa watoto ambao wana shida ya kupumua, wataweza kusaidiwa katika swala zima la kufuatilia mwenendo, mapigo na viashiria vyovyote vile. Vifaa vyetu vina uwezo mkubwa wa kuweza kugundua. Lakini hata pale kunatokea magonjwa kwa watoto hawa, tuna vifaa vya kisasa kabisa vya kuweza kutoa matibabu kwa watoto hawa. Wodi hiyo ina vifaa vya kisasa kabisa. Vifaa hivyo vilivyopo katika wodi hii vimegharimiwa na serikali yetu. Thamani yake ni karibia bilioni 1. Sasa uwekezaji huu wa aina hii ambao umewekeza ili kuwezesha watoto hawa waweze kuishi, ni ujumbe kwa jamii kwamba anapozaliwa mtoto njiti, huyo mtoto njiti ana haki ya kuishi na ataweza. Sasa mama asipopata matunzo ambayo ni sahihi wakati wa ujauzito wake, kuna hatari ya kupata mtoto njiti. Lakini pia kuna kina mama ambao wanakuwa na maambukizo ya muda mrefu ambayo yanakuwa hajatibiwa. Lakini pia sababu nyingine ni lishe wakati wa ujauzito. Kutoka mkoani Simiyu, Anita Balingila, Hope Channel Tanzania. Asante sana Anita Balingila. Kumbuke kila tarehe 17 Novemba kila mwaka Tanzania huungana na dunia katika maadhimisho ya siku ya watoto njiti, ikihamasisha elimu kuhusu uzazi salama. Na taarifa hiyo kutoka mkoani Simiyu inatupa wasaa mwingine wa kwenda kwa mapumziko mafupi. Tukikusihi uendelee kusalia pamoja nasi tukirejea kwa habari zaidi. Mnamo mwaka 1929 kanisa la Waadventista wa Sabato lilianza kutoa masomo ya unabii kwa kupitia njia ya redio. Hii ilikuwa ni mojawapo ya hatua za awali za kufanya uinjilisti kwa vyombo vya habari. Mpaka kufikia miaka 1930 kuelekea 1940, kazi hii ilikuwa imeenea maeneo mengi ulimwenguni na kupelekea kuanzishwa kwa redio ya Waadventista wa Sabato ulimwenguni iliyolenga kupeleka injili kwa mataifa mengi. Hivi leo kanisa linapeleka injili maeneo mbalimbali ambayo hayawezi kufikika kwa njia za kawaida kwa kupitia mtandao mkubwa wa vyombo vya habari vya redio na televisheni. Tanzania, katika kushirikiana na kanisa ulimwenguni, tunaendesha vyombo vikuu viwili vya habari. Hii ni redio ya Waadventista ulimwenguni kwa eneo la Tanzania, lakini pia na runinga ya Waadventista kwa jina la Hope Channel. Karibu ndugu yangu, shirikiana nasi katika kupeleka habari njema kwa mataifa yote. Toa sadaka yako kutegemeza vyombo vyetu vya habari na ubarikiwe. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745 323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi. Na kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania, tukikujuza taarifa na matukio yaliyojiri kwa taifa letu katika wiki hii. Na sasa safari pamoja nasi kutoka pale mkoani Tabora, tukiungana naye Solomon Yohana ambaye ametujuza kwamba jeshi la polisi mkoa wa Tabora linamshikilia mke wa mwanajeshi mstaafu mkazi wa Tabora mjini Hadija Jimmy na wenzake wawili kwa tuhuma za kutengeneza mazingira kujiteka kwa muda wa siku 3 kuanzia Oktoba 29 mwaka huu ili kujipatia fedha. Tunaungana naye Solomon Yohana kwa undani wa kisa hiki.
Akitoa taarifa ya tukio hilo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Yabwao, anaeleza jinsi walipopokea taarifa ya tukio na kisha maafisa wa jeshi hilo kuanza uchunguzi hadi kufanikiwa kuwatia nguvuni watuhumiwa hao. Watuhumiwa wanaoshikiliwa ni Adija Jimmy Murijo, huyu ana umri wa miaka 39, kabila ni Mpare, ambaye ni mke wa Emmanuel Peter Mchali. Mtuhumiwa wa pili anayeshikiliwa ni Ashura Hussein Swaleh mwenye umri wa miaka 48, huyu ni Mnyamwezi na mkulima. Mtuhumiwa wa tatu anayeshikiliwa ni Vitus Joseph, ana miaka 34, mkulima na mua. Watuhumiwa watatu kwa pamoja walishirikiana kutengeneza taarifa ya uongo kwamba Hadija Jimmy Murijo ametekwa na watu ambao hawajulikani na lengo lao ni kujipatia fedha. Awali walieleza kwamba Hadija alikuwa ametekwa kwenye kijiji cha Uyogo, kata Kiemba, tarafa ya Uliankuru, lakini katika uchunguzi wa polisi uliofanyika ulibaini kwamba mtuhumiwa huyu alikuwa amekwenda wilaya ya Urambo katika kijiji cha Vumilia. Aidha, kamanda Yabwao anatoa onyo kwa wananchi wanaotengeneza taarifa za uongo ikiwemo kutekwa, kwani jeshi hilo halitavumilia watu hao. Natoa onyo kwa watu wenye tabia za kutengeneza uongo waache. Uchunguzi unafanyika kitaalamu, tunao wapelelezi wabobevu kwenye eneo hili, na pale ambapo itabainika kwamba taarifa ambazo zimetolewa hazina ukweli, tutahakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Kwa upande wake, baba mtoto mwanamke huyo aliyepanga njama za kujiteka, mwanajeshi mstaafu bwana Emmanuel Peter, pamoja na ndugu wengine, wanaelezea jinsi walivyoathirika na tukio hilo. Nikapigiwa simu sasa kwenye simu yake mwenyewe ile saa 7 kasoro. Nikapigiwa simu, nikapokea, akaniambia mimi nimetekwa. Wewe umetekwa? Wapi ulipo? Akasema huko niliko sijui. Nikamwona bwana mmoja hivi anaitwa Maruru. Kawa amekopa hela sehemu 500,000 na mimi nikatafuta 500,000. Jumapili asubuhi zikatumwa hizo 500,000, jioni ikatumwa 500,000. Ndio ikawa milioni. Pale ni baba mtoto wangu sasa mimi. Akanipigia simu mchana. Akaniuliza Mama Zena uko wapi? Nikamwambia nipo nyumbani. Akaniambia hivi, bwana mimi nimepigiwa simu. Kuna taarifa ambazo wamezonipa kwamba dada Mwajuma katekwa, inaonekana alipokuwa ametekwa, kwamba watu walikuwa wanauawa mbele yake, anaona alipelekwa siji kwenye jengo gani, siji mapoli gani. Nikamwambia Baba Zena, dada yako huyu ni msaliti na ni muuaji, atakuja kutuwekea maangamizi. Hebu naomba uje nyumbani mimi nikupe maelezo mazima kuhusu dada yako. Nikiripoti kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, Hope Channel, Tanzania. Wachimbaji wadogo wa madini mkoani Geita wametakiwa kutumia vifaa kinga katika shughuli zao za uchimbaji wa madini ili kujikinga na athari zinazotokana na kemikali ya zebaki inayotumika wakati wa uchenjuaji wa dhahabu. Garasiriwa anatujuza zaidi. Hayo yameelezwa na mratibu wa program kutoka taasisi isiyokuwa ya kiserikali inayoendeleza wachimbaji wadogo FADEV, Martino Mbangile, wakati anatoa mafunzo kwa wakufunzi wawezeshaji ambao taasisi hiyo inawatumia kutoa elimu kwa wachimbaji wadogo na jamii kwa ujumla kuhusu masuala mbalimbali ya uchimbaji. Tunatoa elimu hii ili kupunguza, kwa sababu kutoitumia kabisa kwa sasa maana yake wachimbaji wadogo wasifanye shughuli hiyo, isipokuwa tunataka wapunguze au waitumie katika usalama, katika maana kwamba wanapoitumia watumie vifaa, kwa mfano kwa kuvaa gloves mikononi, au kwa kutochanganya na dhahabu au kutochanganya na vitu vingine vinavyotumika katika uchenjuaji dhahabu wakiwa hawana kinga kabisa. Kwa hiyo watumie kinga kama vile gloves, lakini vile vile mabuti, kwa sababu ikimwagika kikanyaga wanaathirika vile vile. Naye katibu wa wachimbaji wadogo mkoa wa Geita, Misana Jeremia, ameeleza kuwa serikali imesaidia kupunguza matumizi ya zebaki kwa kuwa imesaini mkataba wa kuachana na matumizi ya zebaki, swala ambalo litasababisha kuadimika kwa kemikali hiyo. Serikali imesaidia kwa sababu walisha saini mikataba siku nyingi ya kuachana matumizi ya zebaki na tayari sasa imekwenda kuadimika. Ukiangalia kwa mkoa wa Geita sasa hivi watu wanauza milioni 2, milioni 1.7 kwa kilo moja. Hiyo tu inakufanya uachane nayo na uende kwenye vile matumizi kama ya shaking table na aina nyingine ya kuchenjua tofauti na zebaki. Kwa upande wao, Zakaria Nshoma,
katibu wa Mgusu Miners, na Agnes Kihamba, katibu Gerema wilaya ya Geita, wamezungumza kwa niaba ya wakufunzi wa wawezeshaji wa FADEV kuwa watahakikisha elimu hiyo ya madhara na matumizi salama ya kemikali ya zebaki inafika kwa jamii iliyokusudiwa. Pamoja na elimu tuliyopata, wito wangu kwa uliopata wanasemina wote ni kuhakikisha elimu hii inafika kwa jamii iliyokusudiwa, na kisha tunatoa mafunzo kwa vitendo na kuelimisha na kuwafundisha madhara ya zebaki. Lakini sambamba na hilo, na kuanza kuwafundisha njia bora ya kutumia zebaki ili isiwe na madhara kwa jamii. Na tuwaonye watoto wadogo tusiwaruhusu kuingia migodini, kwa sababu sisi wazazi tunakuwa chanzo cha kuumiza watoto wetu, na baadaye tunaanza kulaumu waajiri wao bila kujua sisi ndo chanzo. Tukiwazuia watoto nyumbani wakafuata majukumu yao ya masomo, hatuwezi kuwapoteza tena. Mbali na taasisi hiyo ya FADEV kutoa mafunzo hayo kwa wakufunzi wa wawezeshaji kuhusiana na matumizi salama ya zebaki, uchimbaji unaowajibika na salama mahala pa kazi, lakini pia wamegawa vifaa kinga ikiwemo gloves na mabuti. Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita, mimi ni Garus Riwa, Hope Channel Tanzania. Shukrani sana Garus Riwa. Na shirika la madini la taifa STAMICO limeingia makubaliano na shirika la madini ya viwanda nchini TRIDO kwa kuwekeana saini kwa lengo la kufanya utafiti wa madini ya kimkakati ambao ni malighafi ya viwanda nchini. Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro anatujuza zaidi. Zoezi hilo limewakutanisha maafisa mbalimbali kutoka STAMICO na TRIDO mkoani Morogoro, ambapo baada ya zoezi la uwekaji saini, meneja anayeshughulikia utafiti wa madini kutoka STAMICO, Fredrick Mangasini, amesema kuwa lengo ni kufanya utafiti wa madini ya kimkakati kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia. Shirika letu pamoja na shirika la TRIDO lilikuwa lina saini makubaliano ya kushirikiana kwenye utafiti wa madini mkakati, ambayo lengo kuu itakuwa ni kuweza kutumika kwenye viwanda vyetu kwa ajili ya maendeleo ya teknolojia. Tanzania inayo madini ya aina nyingi kutokana na jiolojia yetu, lakini mradi huu utajikita kwenye madini mkakati. Aidha, meneja huyo ametaja maeneo atakayoanza nayo kufanya utafiti kwani pamoja na mkoa wa Kagera pamoja na Singida, na kwamba madini hayo ni ya kimkakati ambayo yatatumika viwandani. Na maeneo tutakaoanza nayo ni mkoa wa Kagera, hususan wilaya ya Kyerwa, lakini pia tutafanya utafiti kwenye mkoa wa Singida, kwenye wilaya za Kiomboi na huku Ikungi. Madini ambayo tunalenga kwenda kuyatafiti kwa kule Kyerwa ni tin. Sasa bahati mbaya kuna madini mengine sijui Kiswahili chake, lakini tuna cobalt, tuna tantalum, tuna nickel. Kwa kiujumla, kama nilivyoyataja, ni madini mkakati ambayo yanafanya kazi viwandani. Kwa upande wake, mkurugenzi wa maendeleo ya uhandisi kutoka TRIDO, Mhandisi Rabson Mwirangari, ameeleza umuhimu wa mradi huo, huku mkurugenzi mkuu wa shirika la utafiti wa maendeleo ya viwanda TRIDO, Profesa Madundo Mbambo, ameeleza mafanikio ya makubaliano hayo. Mradi huu ni muhimu sana kwa taifa letu kwa sababu kama mlivyosikia ndani, hizi nasema madini ya mkakati ndio ni kama tuseme ni kichocheo kikubwa duniani katika vitu teknolojia nyingi zinazofanyika. Au sio artificial intelligence, ni umeme, tuseme nishati safi duniani. Yote viko katika madini ambayo tunataka kuyafanyia kazi. Na tunaagiza kiasi kikubwa sana cha madini, hasa chuma. Tunaagiza kiasi kikubwa sana cha madini, lakini chuma tunacho nchi. Kwa tukiweza chuma chetu sasa tukabaini, tukaweza kuchakata, tukazalisha, basi viwanda vyetu vitanufaika, viwanda vidogo sana, vya kati na vikubwa vitanufaika, lakini vile vile hicho chuma au na madini mengine yatachakatwa na kuweza kuuzwa nje ya nchi. Kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe, Hope Channel Tanzania. Shukrani sana Warioba Igombe. Na shirikisho la umoja wa madereva bajaji na bodaboda mkoa wa Kigoma limewataka maafisa usafirishaji mkoani humo
kutojihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Taarifa ya Kadislaus Ezekiel kutoka mkoani Kigoma inasomwa studio na Mercy Kanaeli. Akizungumza kwa niaba ya mwenyekiti wa shirikisho hilo mkoa wa Kigoma, mwenyekiti wa madereva bajaji na bodaboda manispaa ya Kigoma Ujiji, Kashindi Maulid, amesema dereva yoyote atakayejihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani atafutwa wanachama, ikiwa ni pamoja na kuchukuliwa hatua za kisheria. Tumeazimia na kuelekezana asitokee dereva yoyote ama mmiliki kushawishi kufanya maandamano kinyume cha sheria za nchi. Kamwe tusikubali kutumika vibaya na wasioitakia mema nchi yetu. Tusimame imara kuwapinga vikali watu hao ambao ikitokea wanashawishi mambo yao, tuwaripoti mara moja kwenye vyombo vya usalama. Kwa upande wao, baadhi ya maafisa usafirishaji wamesema wamelipokea tamko hilo na kuahidi kutoa elimu kwa wenzao ili kwa pamoja washiriki katika ulinzi wa amani ya nchi. Tamko nimelipokea kwa moyo mzuri sana na ninaipongeza serikali yetu kwa kutambua hilo kwamba sisi tunaweza tukasaidia kuweza kupunguza hii jambo ambalo linaweza likatokea ambalo linaweza ikavunjisha amani. Kwa vurugu zilizotokea kwa sababu kimetuumiza sisi wengine. Mmoja tulikuwa tunapangiwa limiti ya kufanyia kazi na ni hali mojawapo ambayo hatukuizoea. Nina vijana wangu ambao nitakaa nao chini kuwapa elimu ili kuweka hali ya nchi iwe kwenye amani na utulivu. Kwa yoyote anayejihusisha katika swala la ushawishi wa maandamano au uvunjifu wa amani, na mpinga na tumpinge sisi sote kama Watanzania, sababu amani tulionayo ni mtaji mkubwa. Nikiripoti kwa niaba ya Kadislaus Ezekiel, mimi ni Mercy Kanaeli. Tanzania imeelezwa kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kukusanya taarifa za sensa ya watu na makazi kwa kutumia teknolojia ya vishikwambi na kukamilisha uchakataji wa taarifa kwa muda mfupi zaidi kuliko mataifa mengine. Tunaungana na Samuel Mpogole kutoka jijini Mbeya kwa undani wa taarifa hii. Kauli hiyo imetolewa na mtakwimu mkuu wa serikali Dr. Amina Msengwa kupitia hotuba iliyosomwa kwa niaba yake na meneja wa takwimu idara ya ujenzi na viwanda Bi Veronica Mwangoka katika maadhimisho ya siku ya takwimu Afrika 2025 yanayofanyika kanda nyanda za juu kusini yakijumuisha mikoa ya Katavi, Rukwa, Songwe na Mbeya. Dr. Msengwa amesema kuwa sensa ya mwaka 2022 imeonyesha dhahiri mafanikio makubwa na kuifanya Tanzania kuwa mfano wa kuigwa kutokana na matumizi ya teknolojia yaliyoimarisha ukusanyaji na utoaji wa matokeo kwa wakati. Upande wa kitakwimu kwa kweli tuna vitu vya kujivunia sana. Mfano kwa Afrika, Tanzania imekuwa ni nchi ya kwanza kukusanya taarifa za sensa ya watu na makazi kwa kutumia teknolojia mpya ambayo ni ya vishikwambi. Sababu hakukuwa na nchi nyingine ambayo iliweza kufanya kazi hii kwa muda mfupi. Na hiyo iliwezesha kutoa matokeo ya sensa ya watu na makazi baada ya yani ndani ya mwaka ule, baada ya mwezi mmoja tu tukapata idadi ya watu. Lakini bado tunaendelea kukokotoa viashiria vingine. Katika maadhimisho hayo, mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa ametoa wito kwa wataalamu wa takwimu kutoa elimu kwa wananchi kuhusu matumizi sahihi ya takwimu katika kupanga na kutekeleza miradi ya maendeleo, akibainisha kuwa takwimu ni nyenzo muhimu katika utoaji wa huduma za kijamii. Tuwezi kumove mbele bila takwimu na ziwe takwimu sahihi. Naamini leo mkiwa mnaadhimisha siku yenu ni pamoja na mambo mengine ni kuielimisha jamii nini wa majukumu mnayoyafanya kwa maana ya umuhimu wa takwimu. Lakini pia wakishajua umuhimu wake wazitumie. Aidha, mameneja na wadau wa takwimu kutoka mikoa ya Mbeya na Rukwa wametoa maoni yao kuhusu umuhimu wa takwimu katika kuendeleza sekta mbalimbali hapa nchini. Katika mkoa wa Mbeya zinaonyesha kuwa katika ile sensa ya mwaka 2022 mkoa wa Mbeya ulikuwa na idadi ya watu wapatao 2,343,754. 2050 Rukwa inakadiriwa kuwa na wastani wa watu milioni tatu na pointi. Ni kama mara mbili ya ile idadi ya watu waliokuwepo mwaka huo wa sensa mwaka 2022.
takwimu itakapokuwa bidhaa tumebadilika, yani tunazalisha dazani 300 kwa mwezi mmoja, takwimu tutakuwa tumeona kwamba tumepanda. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kwa kushirikiana na wakazi wa kijiji cha Butengorumasa wilayani Chato mkoani Geita wamekamilisha ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho na kuondolea changamoto ya kutembea umbali mrefu kutafuta huduma za afya katika vijiji jirani. Garosiriwa kutoka mkoani Geita anatuhabarisha zaidi. Kukamilika kwa ujenzi wa zahanati hiyo na kuanza kutoa huduma iliwasukuma wakazi wa kijiji hicho kwa kushirikiana na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kupitia shamba la miti Silayo kuanzisha ujenzi wa nyumba ya watumishi ambayo hadi kukamilika kwake itagharimu zaidi ya shilingi milioni 70. Priska Jacobo na Hussein Leonard ni wakazi wa kijiji hicho, wanaeleza kuhusu jitihada hizo na namna watakavyonufaika na zahanati hiyo. Vifo cha mama na mtoto vilikuwa viko karibu sana, lakini kwa sasa hivi tena hizo changamoto hazipo. Na huduma tulikuwa tunazipata mbali Mtundu, zahanati ya Mtundu au Rumasa, lakini kwa sasa tunapata huduma hapa karibu Butengo. Mhifadhi mkuu wa shamba la miti Silayo, Juma Mseti, amesema katika kuunga mkono jitihada za wananchi wamechangia milioni 85 za ukamilishaji wa zahanati hiyo pamoja na milioni 79 kwa ajili ya ukamilishaji wa nyumba ya watumishi katika zahanati hiyo. Kutumia zaidi ya milioni 85 kwa mwaka wa fedha 24-25, lakini kwa mwaka wa fedha 25-26 tumetoa zaidi ya shilingi milioni 79 kwa ajili ya ukamilishaji nyumba ya wauguzi. Mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amewapongeza wananchi pamoja na TFS kwa hatua hiyo, huku akiwaahidi kuwa serikali itaendelea kupeleka mahitaji muhimu katika zahanati hiyo. Mwelekeo huu mliouanzisha wa kujitolea wa nguvu kazi katika kata hii ya Butengurumasa, kata zingine zije kuiga hapa katika kuleta maendeleo kwa Tanzania. Serikali ya Dr. Samia itaendelea kuleta fedha, itaendelea kujenga zahanati, itaendelea kuleta wataalamu wa afya, itaendelea kuleta madawa na vifaa tiba ili wananchi wetu wasitembee umbali mrefu kutafuta huduma za kiafya. Nikiripoti kutoka hapa kijiji cha Butengorumasa wilaya ya Chato mkoani Geita, mimi ni Garosiriwa, Hope Channel Tanzania. Kuelekea msimu mpya wa kilimo, mkuu wa wilaya ya Lindi Mheshimiwa Victoria Mwanziva kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Lindi amepokea tani 7 za mbegu bora za ufuta kutoka mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA. Brigita Kambona anatuhabarisha zaidi. Akizungumza katika hafla ya mapokezi iliyofanyika viwanja vya Ngongo manispaa ya Lindi, Mheshimiwa Mwanziva amesema mbegu hizo zitasaidia kuongeza uzalishaji na kuimarisha tija katika msimu ujao wa kilimo. Tupo katika hafla ya mapokezi ya mbegu bora za ufuta tani 7 ambazo ni kilo 7,000 kwa ajili ya halmashauri zetu 6 za mkoa wa Lindi. Tumekutana hapa kupokea mbegu bora hizi za ufuta na kutangaza kuanza kwa msimu wa kilimo. Baada ya hatua hii, wakulima wataelekezwa kuanza maandalizi ya mashamba na kutumia mbegu, mbolea na viuatilifu kwa usahihi. Vile vile tunahimiza kuzingatia kanuni za kilimo bora ili kuongeza tija. Naamini mapokezi haya ya mbegu bora za ufuta kutoka COPRA yatatoa chachu na kuhamasisha wakulima na wataalam kushiriki kikamilifu katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Hatua hii itaongeza tija, kuwezesha mkoa kujitosheleza kwa chakula na kipato, na tunawahimiza sana maafisa wetu wa ugani kwenda kufanya usimamizi ulio bora wa sekta hii ili kuhakikisha tunakuwa tuna tija ya kutosha. Sambamba na hayo, Mheshimiwa Mwanziva amewataka wakulima kuzingatia kanuni za kilimo bora ikiwemo maandalizi sahihi ya mashamba na matumizi ya pembejeo kwa usahihi, huku akishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwawezesha sekta ya kilimo kupitia uwekezaji mkubwa katika huduma za ugani na mifumo ya kisasa ya usimamizi wa mazao. Naomba niungane nanyi kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa sana alioufanya katika sekta ya kilimo, na moja kati ya uwekezaji ambao tunaushuhudia ni maafisa ugani maalumu mahususi kwa ajili ya mazao mahususi. Mfano, tumeweza kupokea maafisa ugani kwa mkoa mzima 150
mahususi kwa ajili ya zao la korosho. Lakini maafisa ugani wetu wote wa mkoa wa Lindi 363 wote wana vitendea kazi. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Kopra Bi Irene Mrola amesema mfumo wa kidigitali wa uuzaji wa mazao umeleta mageuzi makubwa katika kuongeza kipato cha mkulima na uwazi katika minada, na kuongeza kuwa kupitia mfumo wa kidigitali mkoa wa Lindi pekee umeweza kuingiza bilioni 197. Huu mfumo wa kidigitali kwa kweli umeleta mafanikio makubwa sana ndani ya nchi yetu, kwani tumeshuhudia kwa mfano ufuta wakulima wa Tanzania kwa msimu huu wamepata bilioni 629 Tanzania nzima. Na kama ambavyo amesema asi uchumi hapa, kwa upande wa Lindi hii imeweza kupatikana bilioni 197. Hizi ni hela nyingi ambazo serikali imezisimamia. Kila mkulima amepata chake kutokana na jasho ambalo ameliweka. Kutoka Lindi, mimi ni Brigita Kambona, Hope Channel Tanzania. Asante sana Brigita Kambona kutoka pale mkoani Lindi. Wanasema jembe halimtupi mkulima. Na taarifa hiyo ndio ambayo inahitimisha mkusanyiko wa taarifa na matukio yaliyojiri kwa taifa la Tanzania katika wiki hii. Na sasa tunapohitimisha, tukujuza kwa muhtasari machache kati ya mengi tuliokuwa nayo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imewasilisha mpango wa gridi ya taifa ya maji katika mkutano wa 30 wa mabadiliko ya tabia nchi. Jeshi la polisi mkoani Geita limewataka maafisa wa usafirishaji kuacha kufanya mambo kwa mkumbo ambayo yanaweza kusababisha madhara. Na mkuu wa mkoa wa Lindi Bi Zainab Telek amewataka wakurugenzi wa halmashauri zote mkoani humo kuhakikisha wanatoa fedha za utekelezaji wa afua za lishe kwa wakati. Na asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi tukihitimisha hivyo. Asante kwa kushiriki kupitia Hope Channel Tanzania. Kwa niaba ya timu ya dawati la habari na walishiriki kuletea matangazo haya, mimi ni Aniva Mongola. Tunakutakia wakati mwema na kwaheri kwa sasa.